Mpendwa mtazamaji, karibu tazame alichokisema mbunge wa jimbo la Same Mashariki wilayani Same mkoani Kilimanjaro, Mheshimiwa Anne Kilango Malecela wakati alipokuwa akichangia katika hotuba ya Wizara ya Uchukuzi mapema hii leo bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kuchangia hotuba ya Wizara ya Uchukuzi. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niko kamati ya miundombinu, kwa hiyo naifahamu vizuri Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Waziri Mbarawa. Waziri Mbarawa ana wizara ambayo ndugu zangu mkiangalia mnaweza mkaiona ndogo, lakini ni wizara nzito, kwa sababu wizara hii ndio inayohusika na kuhamisha vitu au watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, miundombinu ya kuwahamisha hawa watu ni barabara, ni reli, ni maji, viwanja vya ndege na kadhalika. Lakini leo mimi naomba Mheshimiwa Mwenyekiti nizungumzie bandari. Naomba nizungumzie bandari Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nizungumzie bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari ya Dar es Salaam ndio bandari kuu kwenye nchi yetu. Lakini katika Afrika Mashariki bandari ya Dar es Salaam ni namba 2 kwa ukubwa na ufanisi wa kazi baada ya bandari ya Mombasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niangalie bandari ya Dar es Salaam pamoja na kazi ambazo bandari hii inafanya. Kwanza, bandari ya Dar es Salaam Mheshimiwa Mwenyekiti inaajiri, inahudumia takribani 95% ya biashara ya kimataifa. Hiyo ni moja. Pili, bandari ya Dar es Salaam Mheshimiwa Mwenyekiti inahudumia nchi 7 zisizo na bandari. Inahudumia DRC Congo, inahudumia Zambia, inakwenda Burundi, inahudumia Rwanda, Malawi, Uganda na Zimbabwe. Inatoa ajira kwa Watanzania takribani 45,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini inachangia bilioni 800 hadi 900 kwa mwezi. Aidha, bandari hii huchangia takribani 36% ya mapato yote ya kodi yanayokusanywa na TRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari ya Dar es Salaam, kwanza nipongeze serikali kwamba imefanya maboresho makubwa sana kwa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukishaona kwa wafugaji, ng'ombe ambaye anatoa maziwa ndiye anayepewa mashuru mara kwa mara. Mchango wa bandari ya Dar es Salaam kwa nchi yetu ni mkubwa, na mimi sikushangaa serikali ilipotoa pesa za Kimarekani, dola za Kimarekani milioni 421 kutoka kwenye mkopo wa Benki ya Dunia na kuingia kwenye mamlaka yenyewe kwa ajili ya kuiboresha bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vyema Watanzania wakajua kwamba sasa tuna bandari yenye hadhi kubwa. Nianze upande wa kina kwanza nampongeza waziri. Naipongeza hotuba yake, naiunga mkono moja kwa moja. Nianze kwenye maboresho ya kina cha maji. Kabla ya maboresho ya kina cha maji hiki, wastani ulikuwa mita 8 mpaka 12. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kina cha maji sasa hivi ni mita 14.5. Hilo ni la kwanza. 2, kina cha maji katika mlango wa kuingilia meli mita 12 ni kabla ya maboresho. Sasa hivi ni mita 15.5. Mwenyekiti, kwa watu wanaoelewa haya mambo, haya ni maboresho makubwa sana. Upana wa mlango wa kuingia meli ilikuwa mita 140 kabla ya maboresho. Sasa hivi umeongezwa hadi mita 170. Eneo la kugeuzia meli
Kabla ya maboresho kipenyo kilikuwa mita 400, lakini sasa hivi eneo la limepanuliwa hadi kufikia mita 520. Uwezo wa ukubwa wa meli zinazoweza kupokelewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, meli zenye urefu wa hadi mita 240 ilikuwa ni kabla ya maboresho, lakini baada ya maboresho sasa hivi meli zenye urefu hadi mita 305 na uwezo wa kubeba makasha hadi 8,000. Haya Mwenyekiti, ni maboresho makubwa sana. Idadi ya gati 12 zenye kina cha wastani wa mita 8 mpaka 12 ilikuwa ni kabla ya maboresho, lakini baada ya maboresho makubwa yaliyofanywa, gati 13 zenye kina cha mita 14.5 na uwezo wa kuhudumia meli kubwa aina ya posti Panamax. Gati la magari roro halikuwepo kabla ya maboresho. Sasa hivi limejengwa gati maalum lenye uwezo wa kuhudumia hadi magari 6,000 kwa wakati mmoja na magari 280,000 kwa mwaka. Gati la kuhudumia makasha, kabla ya maboresho tulikuwa na gati 4 tu, gati 7 baada ya maboresho na kuongezwa kwa gati namba 5 mpaka 7. Mheshimiwa Mwenyekiti, maboresho haya ni makubwa sana, yako mengi lakini yote sitaweza kuyazungumza hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe shukrani za dhati kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nitoe shukrani za dhati kwa Rais Samia kwa kufanya maboresho haya. Mengi ameyaongea Mheshimiwa Waziri, na mengi sisi kama kamati ya miundombinu tumeyazungumza kupitia kwa mwenyekiti wa kamati ya miundombinu. Lakini sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, haya maboresho yawe ni ya kudumu. Serikali iendelee kufanya maboresho makubwa kwa bandari ya Dar es Salaam na zingine, lakini kwa leo napenda kuongea bandari ya Dar es Salaam. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya shukrani nitoe maombi. Isiwe ni serikali tu ambayo inatoa maboresho, tuziombe na sekta binafsi nazo zisaidie kuleta maboresho kwenye bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta binafsi zina uwezo mkubwa sana, na sasa nina uhakika serikali imezungumza kwamba inakaribisha sana sekta binafsi, na mimi kama mjumbe kutoka kamati ya miundombinu niombe sekta binafsi nazo zisaidiane na serikali ili tuweze kuleta maboresho makubwa kwa bandari yetu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hapo naunga mkono hoja. Asante sana. Kutoka hapo sina la ziada. Langu jina ni Hosiana Margaret. Asante na kwaheri kwa sasa.